mwongozo wa Spika kuhusu kitendo cha Mheshimiwa Ado Shaibu Ado mbunge kuendelea kuchangia hoja bungeni baada ya muda wake kwisha. Mheshimiwa wabunge, tarehe 17 Aprili 2026 katika kikao cha 11 cha mkutano wa 3 wa Bunge, wakati wa jioni bunge lilipokuwa limerejea, Mheshimiwa Ado Shaibu Ado mbunge alipata fursa ya kuchangia hotuba ya bajeti ya Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa wabunge, mara baada ya muda wake wa kuchangia kwisha, kiti kilimjulisha juu ya swala hilo ili kutoa fursa kwa wabunge wengine. Baada ya maelekezo hayo, Mheshimiwa Ado aliendelea kuzungumza na hata baada ya kisemo chake kuzimika kuashiria kwamba muda wake wa kuchangia ulikuwa umekwisha. Kitendo hicho kilimuibua Mheshimiwa Timothy Paul Mzava mbunge, ambaye aliomba mwongozo wa Spika ili kujua kama swala hilo linaruhusiwa au haliruhusiwi. Waheshimiwa wabunge, kiti kina mamlaka ya kuhakikisha utaratibu wa uendeshaji bora shughuli za Bunge unazingatiwa wakati wa mjadala. Vile vile, kanuni zimewekwa masharti kwamba uamuzi wa Spika kuhusu utaratibu ni wa mwisho. Haya yamefafanuliwa chini ya kanuni ya 85(1) ya kanuni za Bunge ya mwaka 2025. Waheshimiwa wabunge, sote tunapaswa kuzingatia masharti ya kikanuni kuhusu muda wa kuzungumza bungeni na vile vile kutii maelekezo ya kiti kila yanapotolewa. Sasa kwa kuwa Mheshimiwa Ado wakati alipokuwa anachangia hakuzingatia hayo kwa kuendelea kuzungumza wakati muda wake umekwisha, na vile vile hakuacha kuzungumza baada ya kuelekezwa na kiti. Vile vile mpaka sasa mbona kuna baadhi ya wabunge wanafanya makosa kama hayo, hivyo ni vyema kujirekebisha ili kujiepusha na vitendo hivyo vya utovu wa nidhamu. Kwa mantiki hiyo, naeleza kuwa endapo swala hili litajitokeza tena, taratibu za kikanuni zitachukuliwa kwa mujibu wa kanuni ya 86 za kudumu za Bunge 2025. Kwa mantiki hiyo, namsamehe Mheshimiwa Ado kwa ugeni. Mheshimiwa wabunge, jambo jingine ni kwamba Mheshimiwa Ado Shaibu Ado mbunge katika mchango wake aligusia kuhusu taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2023/2024. Taarifa hiyo pamoja na taarifa za ukaguzi wa mwaka 2024/2025 zimepelekwa kwenye kamati za kudumu za Bunge zinazosimamia matumizi ya fedha za umma, ikiwemo kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC, ambayo Mheshimiwa Ado Shaibu Ado ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo. Taarifa CAG iliporejea ipo kwenye kamati anayoiongoza na bado haijafanyiwa kazi. Kwa mantiki hiyo, nasisitiza na kuelekeza kuwa masuala ambayo yamepelekwa kwenye kamati, wenyeviti wa kamati hizo hawapasi kuyazungumza masuala hayo nje ya vikao vya kamati ili kuzingatia taratibu zilizowekwa za kanuni za Bunge. Waheshimiwa wabunge, Bunge hili ni chombo cha uwakilishi wa wananchi. Kwa mantiki hiyo, Bunge ni sauti halisi ya wananchi wa Tanzania kwa ustawi wa jamii zetu na kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo basi, ni muhimu kuzingatia kanuni zinazosimamia taratibu za mjadala bungeni, kwa sababu tunapozingatia taratibu hizo, mijadala itakuwa yenye tija na haitapotosha umma. Kwa kufanya hivyo, tunapunguza upotevu wa muda, hivyo kuwezesha wabunge wengi zaidi kupata fursa ya kuchangia hoja. Mheshimiwa wabunge, naomba kutumia fursa hii kuwapongeza wenyeviti wa Bunge kwa kazi nzuri wanazofanya ya kuongoza mijadala bungeni. Tuendelee kuwapa ushirikiano kama mnavyofanya kwangu. Nasisitiza kuwa kwa muda wote viongozi hao wanapoendesha vikao vya Bunge wanakuwa wanatekeleza madaraka ya Spika. Kwa msingi huo, maelekezo ya mwenyekiti wa Bunge yanatolewa bungeni ni maelekezo ya Spika kwa mujibu wa kanuni ya kudumu za Bunge 2025. Hivyo lazima tutambue na kuwapa heshima inayostahili. Waheshimiwa wabunge, ripoti ya CAG 23/24 kama mlivyofahamu haijaletwa bungeni bado. Kwa hiyo maono ya CAG bado sio maamuzi sahihi ya Bunge, na Mheshimiwa Ado ndio atatuletea ripoti ya CAG 23/24, 24/25 kwa pamoja. Kwa vile 23/24 uhai wa Bunge ulikwisha, ripoti ile bado iko mikononi kamati ya Mheshimiwa Ado. Kwa Mheshimiwa Ado, ukishamaliza ripoti yako utakuja kutuletea mapendekezo ndani ya Bunge hili na Bunge litatekeleza mapendekezo yako pamoja na Bunge
mtavyotushirikisha, mtavyotuamulia kwenye Bunge. Niseme kwa lugha ya Kiswahili au lugha nyepesi, tukikaa sisi hapa, sisi ni marefari, sio makocha. Hata mpirani, wakati kocha anabadilisha mchezaji haingii bila ruhusa ya refa, na humu ndani kila kitu kinasimamiwa na kiti. Niombe sana, tuna ugeni, tuendelee kujifundisha. Katibu, maswali. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Lazaro Ndalichako.